Mungu huwa anachukizwa sana na watu wanaolalamika. Amina. Alafu nimefuatia kujua kwamba kumbe malalamiko huwa haleti solution. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huwa haleti majibu. Amina. Mtu anelalamika sio mtu wa majibu, sio mtu wa matokeo. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anapenda tuwe watu wa shukrani. Hata shukrani ninachofanya hapo, tukiwa watu wa shukrani, tunakuwa na uwezo wa kuingia kwenye uwepo wa Mungu pasina sharti lolote. Amina. Tukiwa watu wa shukrani, tutakuwa na uwezo wa kuweza kuzungumza na Mungu akatusikia. Bwana asifiwe. Sababu ile tu moyo wa shukrani, hali yako ya kushukuru, sawa, itakutengenezea wewe hoja kupeleka mbele za Bwana na sio malalamiko. Bwana asifiwe. Ule moyo wako wa shukrani, ule wa kushukuru, ule utakutengenezea hoja za kupeleka kwa Bwana. Sababu kuna watu ndio wanaomba lakini maombi yao ni ya malalamiko kwa Bwana. Amina. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kwenye maombi yote ambayo tutakuwa tunaomba, lazima tunakuwa na uwezo wa kumshukuru Mungu. Lazima tumshukuru Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Sababu ile namna tu ya kumshukuru Mungu, sawa, ndio tufanya tuingie sisi kwenye uwepo wake. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Sasa anaposema moyo wa shukrani, sina maana kwamba tu unaomba maombi yako yote afu unamalizia asante Yesu, asante Mungu nimeomba, amen. Amina. Amina. Na maanisha huko ndani huko kuwe na moyo wa shukrani. Amina. Amen. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sababu hii furaha yako itaondoka usipokuwa na huo moyo wa shukrani. Amina. Vitu vinavyoendelea vitakuwa na nguvu ya kuondoa furaha yako, kwa sababu tu hauna nini?